Ipo story inayomhusu mwanamke mmoja ambaye aliamua kumnunulia mwanaume wake robot la kike kwa lengo la kumpatia mwanaume wake mtu wa kufanya naye mapenzi, akiamini kuwa yeye yuko busy sana na kazi muda wote na hana muda wa kumpatia mwanaume wake unyumba. Na mwisho wa siku mwanaume anajikuta anahamisha hisia zake zote kwa roboti na mshikaji hamtaki kabisa tena mke wake, kiasi kwamba anataka hadi ampe taraka. Hii ni kubwa kuliko, ngoja nikupe full story ilikuwaje. Lakini kwanza chukua sekunde zako kadhaa kugusa hiyo button iliyoandikwa subscribe, alafu gusa alama ya kengele iliyojitokeza. Na kwa kufanya hivyo utakuwa tayari umejiweka karibu na YouTube channel hii kuendelea kupata update za movie mpya kila tutakapokuwa tukiziweka. Na jina la hii movie nimekuwekea mwisho kabisa wa hii simulizi. Mwanzoni kabisa mwa hii movie kuna huyu dada anaitwa Megan. Maeneo haya hapa hivi alikuwa ameonekana amesimama kwa muda mrefu sana, tena akionekana na majuto sana moyoni mwake. Alikuwa akitazama kinanda ambacho kilikuwa kikipigwa na AI. Muda kidogo akaja mwanasheria na akamwambia ni nini cha kufanya pindi utakapoingia mahakamani. Na then movie inaturudisha mwezi mmoja nyuma kabla ya siku ya leo. Tunapata kuona watu kadhaa waliokuwa wakifurahia mafanikio yao, na hii ni mara tu baada ya wao kufanikiwa kushirikiana na mwanamuziki mkubwa na mkongwe sana hapa jijini. Mwanamuziki huyo anaitwa Ari Phillips. Megan ambaye ni CEO wa hii kampuni inayoitwa Cascadia alikuwa akiwashukuru rafiki zake kwa kumsaidia kuweza kumconvince Ari Phillips kwamba AI haipo kwa ajili ya kuharibu muziki bali kuufanya muziki uwe mzuri zaidi. Na hapa tunagundua kuwa katika watu wote hawa John ndio mtu pekee ambaye hakufurahia kabisa kufanya kazi na AI. John ambaye ni mume wa Megan, kabla ya AI alikuwa akitengeneza mziki kwa kupiga kinanda akiwa na Vince, lakini kwa sasa nafasi ya John na Vince katika mziki imechukuliwa na AI. Kwa hiyo John yeye ni mtu pekee ambaye hayuko interested kabisa kuhusiana na hili swala la kutengeneza mziki kwa kutumia AI. Na kwa sasa John yeye ameamua kujifanyia kazi zake za bustanini, na Vince yeye anashirikiana na Megan katika kuandaa prompt kwa ajili ya kuitumia AI. Okay, moja kwa moja hadi mida baadaye hivi tunamwona John akiwa na Megan wapo kwenye gari yao ambayo ilikuwa ikiendeshwa na AI. Megan yuko busy na simu tu kiasi kwamba hata aonyeshi hali ya kutaka kumpa mwanaume wake muda. John kabidi alete ombi lake kwa Megan akimwomba kuwa amzalie mtoto, huku akimwahidi kuwa yeye ndo atakuwa akimshughulikia na akimwangalia katika siku nzima na haitomharibia katika shughuli zake za kazini. Lakini Megan alimwambia John kuwa ni mara ngapi tumekuwa tukiongelea kuhusiana na swala hili. Megan alimwambia John kuwa kuhusiana na swala la mtoto wasubiri hadi mwakani, na pindi atakapomalizana na mambo yake ya kazini, atakapoweka mambo yake sawa, atambebea ujauzito. Na Megan aliendelea kushindilia msumari pale pale kuwa wasubiri hadi mwakani. Basi mwisho wa siku John kabidi tu akubali kishingo upande, hana namna. Na sio hivyo tu, hata walipokuwa nyumbani Megan alikuwa yuko busy tu na kazi zake kwenye laptop, kiasi kwamba hata John alipomhitaji Megan hakumuonyesha ushirikiano hata kidogo, na ile ilikuwa inamkata sana John, kiasi kwamba hata afurahi kabisa kuwa na mwanamke. Mwanamke alikuwa akilalamika tu kila saa amechoka, alikuwa na sababu vingi sana. Basi usiku ule John aliamua kulala zake pasipo kutupa hata kimoja. Okay, na moja kwa moja hadi katika siku iliyofuata. Mida hii hapa hivi tunamwona Megan alikuwa amekuja kwenye kampuni moja inaitwa Humanix. Ndani ya hii kampuni Megan alikuja kukutana na mdogo wake. Umekuja kufanya nini hapa Megan? Na wakati nimekuwa nikifanya kazi kwenye kampuni ya Humanix kwa zaidi ya miaka 7, sijawahi kukuona hata siku moja ukija kunitembelea. Na Megan akaanza kumuelezea mdogo wake pale kilichomleta kwake leo. Akamwambia kuwa yuko hapa akihitaji robot la kike kwa ajili ya mume wake, kwa sababu yeye yuko busy sana na kazi kiasi kwamba hadi anashindwa kutimiza haja za mume wake. Mdogo wake akamwambia kuwa kwa sasa robot bado yuko kwenye majaribio na kuna baadhi ya wanaume wameshachaguliwa ili kujaribu haya marobot. Kwa hiyo ni bora asubiri hadi kipindi cha majaribio kitakapoisha ndio ataweza kupata roboti kwa ajili ya mume wake. Megan akaendelea kumshawishi mdogo wake akimwambia kuwa afanye mpango amsaidie apate hata robot kwa sababu ndoa yake ipo matatani. Na ili kumfanya mdogo wake akubali, Megan akaanza kumfanyia mdogo wake michezo fulani hivi ambayo walikuwa akifanya pindi walipokuwa wadogo, na mwisho wa siku mdogo mtu alikubali. Na katika mchana ule Megan alirudi hadi nyumbani kwao ili kumuonyesha mwanaume wake kitu. Megan alimkuta John akiwa bustanini anafanya baadhi ya shughuli fulani hivi. John akamwomba Megan amsaidie at least kazi kidogo, lakini Megan akasema kuwa nguo zake ni za gharama sana, hivyo hawezi kufanya kazi za bustanini, ni bora amwajiri mtu. Sasa walipokuja ndani, John alishangaa kuona kabati kubwa kama jeneza hivi, na lilipofunguka ndani yake kulikuwa na mwanamke mrembo sana amelala ndani ya hilo kabati. Ndio Megan akaanza kumwelezea pale John kuwa huyu ni robot na amemletea kama zawadi kwa ajili ya anniversary ya mahusiano yao. John kusikia vile alikasirika sana na akamwambia Megan kuwa yeye anamtaka mke wake na wala hamtaki robot, na kumletea kitu kama hichi ni kama amemtusi tu. Megan akamwambia John kuwa amefanya hivyo kwa ajili ya mapenzi yake kwake, na yeye yuko busy sana na kazi kiasi kwamba hadi anashindwa kumtimizia haja zake, na ndio maana akamletea robot. Na maongezi yakiwa yanaendelea hapa ndani, Megan simu yake ikaita. Aliyekuwa akipiga simu alikuwa ni Vince. Jamaa alikuwa akimwambia Megan kuwa anahitajika kazini, na Megan baada ya kumaliza kuongea na simu
akamwambia John kuwa anahitajika arudi kazini. Kwa hiyo wanafanyaje kuhusiana na hii zawadi? John akamwambia Megan kuwa arudishe mzigo wake sehemu ambapo aliutoa, yeye hauhitaji kabisa. Megan akasema sawa, na baada ya pale akaamua kuondoka zake kuelekea kazini. Haya bwana, then movie inaturudisha hadi mahakamani. Katika wakati uliopo, mahakama ilikuwa ikimlaumu Megan kuwa kwa nini alichukua roboti ambalo lilikuwa halijafanyiwa majaribio na kuto kufanyia kazi ishara za ubovu ambazo roboti huyo alikuwa akionyesha, ambapo baadaye zilikuja kupelekea mume wake kupoteza maisha. Then movie inaturudisha mwezi mmoja nyuma kabla ya matukio yote kutokea. Sasa mida fulani vya baadaye, John alienda moja kwa moja na kukaa kwenye kinanda chake, na kulingana na upweke na kumisi maisha yake ya zamani, kichwani kwa John ikaja idea. Lakini kabla hajafanya kitu chochote, simu yake iliita, na waliokuwa wakipiga simu ni watu wanaohusika na yule robot. Wale watu kwenye simu walimuulizia Megan wakidai kuwa wanahitaji kuja kumchukua yule robot. John akawaambia kuwa Megan kwa sasa hayupo, ila wakija yeye anaweza kuwapa access ya kumchukua. Na baada ya John kurudisha simu mfukoni, akaona hata kabla hajamrudisha robot kwa wenyewe, ngoja hata mtazame kidogo. John akalisogelea lile kabati na kisha kalifungua. Sasa John alipokuwa akimshika yule robot ili kuona namna ambavyo anakaribia kufanana na binadamu, yule robot akaamka na kisha akamwita John kwa jina lake kabisa. John akashangaa, huyu robot amenijulia wapi? Robot akamwambia kuwa yeye ametengenezwa kwa ajili yake na ana taarifa chache kuhusiana na John, ila kadri muda utakapokuwa unazidi kwenda atafahamu mengi zaidi kuhusiana na John na machaguo yake pia. John akamwambia kuwa hakuna haja ya kufahamu vitu vingi sana kuhusiana na mimi, kwa sababu ninakurudisha kwa waliokutengeneza na muda si mrefu watakuwa wameshafika kuja kukuchukua. Yule robot akamwambia John kuwa kabla haja kuchukuliwa, tafadhali anaomba azunguke nyumba yake at least aone mandhari tofauti tofauti kidogo. John akamruhusu na yule robot akaanza kutembea pale ndani. Robot akaenda hadi kwenye kinanda. Robot akaanza kumwambia John vitu ambavyo hata John mwenyewe hakutegemea. Hii ilimaanisha kuwa huyu robot anamfahamu John vizuri tu, na hawakuishia pale. Robot na John walikuja hadi kwenye bustani ambayo John alikuwa akihudumia. Huko nako robot alianza kumwambia John vitu vingi sana, afanye nini ili mazao katika bustani yake yazidi kumea. John akajikuta anaanza kuwa interested sana na kutaka kujua zaidi kuhusiana na huyu robot, na kitu pekee ambacho yule robot alisema akifahamu ni jina lake, na kama itawezekana yule robot akamwomba John ampatie jina. John akaamua kumuita Eva, akimaanisha kuwa mwanamke wa kwanza ambaye alimsababisha Adam katika bustani ya Eden kuitenda dhambi. Yule robot akaanza kumsogelea John bwana, tena kwa jicho la mahaba. John akaanza kujitetea kuwa anampenda mke wake na yeye ni robot tu. Eva akamwambia kuwa ni sawa, lakini mke wake ndo amemleta huyu robot hapa. Muda ule ule pia mlangoni kukaa kuna watu wanagonga. John alipoangalia kwenye simu aliona ni wale jamaa waliokuja kumfuata huyu robot. Kabla hajawaitikia, John akajifikiria, haya moja kwa moja hadi katika wakati uliopo tena. Huku mahakamani mwanasheria yuko anampambania tu Megan kulingana na kesi inayomkumba. Mwanasheria anasema kuwa kosa kubwa ambalo Megan amelifanya ni kumwamini yule robot anayemilikiwa na kampuni kubwa yenye thamani kubwa ya mabilioni ya pesa. Then movie inaturudisha katika matukio yaliyotokea mwezi mmoja uliopita. Usiku huu hapa hivi, Megan alipokuwa akirudi kutoka kazini, alishangaa kumkuta yule robot ametolewa kwenye lile kabati na amewekwa kwenye chaji muda huu. Wakati Megan aliamini kuwa yule robot alikuja kuchukuliwa mchana na wenyewe, ile ikamshangaza kidogo, na moja kwa moja akaenda hadi na kuonana na John. Megan akamuuliza John, mimi nilitegemea robot atakuwa ameshachukuliwa na shangaa bado kumkuta yuko ndani ya nyumba. John akasema kuwa ni kweli kabisa, jamaa walikuja kumchukua yule robot, lakini John alibadilisha mawazo yake na akaona kuwa ni bora abaki naye tu. Na hata hivyo leo John amefanya mapenzi na yule robot na amefurahia sana yani hapo alipo anajisikia mwepesi sana, lakini kinyama cha robot kilikuwa sio kitamu sana kama cha mke wake, ila at least amefurahia kidogo. Na John akamhakikishia Megan kuwa leo usiku hatamsumbua kwa sababu tayari ameshakitupa kwa Eva. Megan naye akaitikia ni sawa, ijapokuwa usoni mwake dalili za wivu zilishaanza kuonekana, kiasi kwamba katika siku iliyofuata Megan akiwa kazini, Vince alipokosea kosa dogo tu, Megan aliongea maneno mengi sana tena kwa hasira, na mida fulani hivi ya jioni Megan alisikia kinanda cha John kikiwa kinapigwa. Basi moja kwa moja akaanza kujisogeza alipo John, lakini kadri alivyokuwa akizidi kumsogelea John alikuja kugundua kuwa John alikuwa akimpigia yule robot kinanda, kiasi kwamba ukaribu wa John na yule robot ukawa unazidi sana hadi Megan akawa anaogopa akidhani kuwa yule robot huenda akachukua nafasi yake kwa John. Na kwa hasira na wivu sana leo Megan akaonyesha hali ya kumtaka John na wakachukuana pale kuelekea chumbani kwenda kufanya jambo lao, na hatimaye kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu leo Megan amempa John kipapai chake na walifurahia sana katika usiku ule. Na katika siku iliyofuata mida hii hapa hivi, Megan akiwa anatoka kwenye mazoezi, alipoingia ndani tu alishangaa kumuona John na yule robot wakiwa wanafanya jambo lao kule bustanini. Megan hakuwa interrupt wala nini, ila lile jambo lilikuwa likimuumiza sana kwa ndani. Na mida baadaye hivi kabla Eva hajaondoka kwenda kazini, alimwambia John kuwa leo usiku watatoka out, watakwenda kukutana na Ari Phillips kwa ajili ya kufanya dili fulani hivi
hivyo anamwomba John awepo mida usiku. John akakubali, akasema sawa, fresh tu, atakuwepo huo muda. Kisha Megan akaondoka zake ili kuelekea kazini. Sasa akiwa anatoka nje maeneo ya jikoni, alishangaa kumuona yule robot anavunja vyombo. Kale ka robot kalianza kama kuscratch fulani hivi kuzingua. Megan alipotaka kwenda kumzuia, kwa bahati mbaya sana yule robot alimpush. Kwa bahati nzuri muda si mrefu John akawa amefanikiwa kuja na akawa amefanikiwa kumzima yule robot, na John akamwambia mke wake kuwa aende tu kazini na yeye ataweza kufix kila kitu kuhusiana na Eva. Basi bwana, na Megan akawa ameondoka kama hivyo. Sasa mida fulani hivi ya baadaye saa 12 John akiwa anajiandaa kuondoka kwenda kukutana na Megan, pale sebleni alisikia kinanda kikiwa kinapigwa. Alipokwenda kuangalia aligundua kuwa ni yule robot ndo anapiga, na tena robot amevalia nguo fulani hivi ya mitego. John akamsogelea bwana ili kusikiliza vizuri. Wakati huo muda umeshaenda kinoma, yani kiasi kwamba Ari Phillips alikuwa ameshakuja na kukutana na kina Megan kwa ajili ya kufanya dili ambalo walikuwa wamekubaliana. Lakini washikaji walipomuulizia John, Megan alisema kuwa huenda labda njiani kuna foleni kubwa na ndio maana amechelewa kufika, ila waendelee tu na John atafika muda si mrefu, na dili pale ndani likaendelea pasipo John kuwepo. Lakini kumbe wakati huo John yuko zake busy na mchumba, na ndio kilichopelekea hadi ajisahau kwenda kwenye kikao. Sasa Megan naye aliporudi usiku aliwakuta wote wapo kwenye kinanda, na kwa hasira na kwa ukali sana Megan alimfukuza yule robot, na pale ndani ulizuka mzozo mzito kweli, yani kati ya John na Megan. Na Megan aliamini kuwa haya yote yanasababishwa na yule robot. Basi na kwa kuwa ugomvi ulikuwa mkubwa sana pale ndani, Megan akaamua kuondoka kuelekea kwa mdogo wake, na walikutana katika baa moja hivi ili kuongea kwanza. Megan akiwa na uchungu sana alimwambia mdogo wake kuwa anahitaji aje amchukue yule robot kwa sababu kwa sasa yule robot anaenda kumharibia ndoa yake kabisa. Mdogo wake akamwambia Megan kuwa yule ni robot tu na hawezi kufanya kitu kama hicho, na akaendelea kumwambia Megan kuwa amevunja sheria nyingi kumpatia yeye yule robot asipokuwa amejaribiwa, na hiyo inaweza kupelekea yeye na wafanyakazi wenzake kufukuzwa kazi. Hivyo basi aendelee kukaa naye at least kwa wiki 2 na yeye ataangalia namna ya kumrudisha. Megan akamwambia kuwa hawezi kuendelea kukaa naye kwa sababu yule robot kwa sasa anamharibia ndoa yake, na mdogo wake akamwambia kuwa ngoja nikwambie kitu dada, nitakwambia ukweli lakini usinichukulie kwa namna mbaya, kwa sababu lengo langu sio kukufanya ujisikie vibaya au kukuumiza. Sababu ya wewe kugombana na John ni kwa sababu ya ubinafsi, sio kwa sababu ya yule robot. Unafikiri John atakuwaje na furaha wakati wewe uko busy kupambania biashara yako? Wakati John anahitaji kupata mtoto, wewe umekuwa ukimpiga kalenda tu. Megan, unatakiwa at least uheshimu kitu ambacho John anakitaka. Hebu jaribu kumzalia. Na Megan kusikia vile, machozi yalimtoka na alilia kwa uchungu sana. Sasa basi, Megan baada ya kutoka pale, alienda moja kwa moja hadi katika kliniki fulani hivi ambayo inajihusisha na masuala ya kupandikiza mimba. Na baada ya mimba kupandikizwa ndani ya siku 9 tu, Megan aligundua kuwa yeye ni mjamzito tena wa mapacha wawili. Na siku chache Megan baada ya kuthibitisha hilo, moja kwa moja alienda hadi nyumbani kwa John, na mkononi alikuwa na chupa ya waini akihitaji kusherekea na John kwa taarifa atakayompatia. Kweli kabisa, wakaingia ndani ili kuzungumza kidogo. Ila sasa baada ya Megan kumwambia John kuwa yeye ni mjamzito, John hakuonyesha ishara ya kufurahia. Megan alitegemea sana kwa John atakuwa excited kuhusiana na hiyo mimba, lakini haikuwa hivyo. Badala yake John alimwambia Megan kuwa kwa sasa hamhitaji tena yeye, anachohitaji ni talaka tu. Megan hakutaka kuamini kabisa alichokisikia kutoka kwa John, na mbaya zaidi John anasema kuwa anahitaji kuwa na yule robot tu. Na wakati ugomvi ukiwa unaendelea kati yao wawili hapa sebleni, kale ka robot kakaja bwana, na John ili kuonyesha kweli anamjali yule robot akamwacha mke wake akamfuata yule robot bwana. Megan alichukua ile chupa ya waini na kumpiga nayo John ya kichwa, na pale pale John alikata moto kabisa, damu zikaanza kumvuja. Wakati huo yule robot alikuwa akishuhudia yote, lakini Megan alikuwa amini alichokifanya. Basi kwa haraka sana akampigia simu mdogo wake na akamhitaji aende nyumbani kwake. Na alipofika nyumbani kwa Megan, Megan alimwambia mdogo wake kuwa amsaidie aondokane na hili tatizo kwa sababu yeye ni mjamzito na ana watoto wawili, hahitaji watoto wake kwenda kulelewa kwenye kituo cha watoto yatima. Megan alimwomba mdogo wake kuwa hii kesi ni bora wamsingizie huyu robot. Then movie inaturudisha hadi mahakamani ambapo tunamwona mdogo wake na Megan alikuwa akijielezea. Anasema kuwa ni yule robot aliyemtengeneza ndiyo alifanya uhalifu na aliujua ukweli mara baada ya kutazama kumbukumbu za yule robot. Kweli bwana, yule robot akaletwa, na robot alipoweka mkono wake pale, kumbukumbu zote toka amekutana na John zilianza kuonekana, na mwisho wa siku ikaonekana ni kweli kabisa yule robot ndiyo alimuua John. Na kwa bahati nzuri au mbaya, Megan akaonekana hana kesi kabisa. Lakini sasa mdogo wake na Megan alifukuzwa kazi kwenye ile kampuni aliyokuwa akifanya kazi, na mida baadaye Megan alimfuata mdogo wake hadi pembeni na akamshukuru kwa kumwokoa kwenye hii kesi. Na kuhusiana na swala la yeye kufukuzwa kazi, Megan alimwambia kuwa asijali kwa sababu atampatia nafasi ya kazi katika kampuni yake, na kisha mdogo mtu akakubali, na hapo ndo unakuwa mwisho wa hii kazi. Niambie kwenye comment section umeonaje huu mzigo.